Ni siku nyingine tena, ni Jumatatu ya mwisho wa mwaka 2025. Hakutokuwa tena na Jumatatu ndani ya mwaka 2025. Zimesalia siku chache pekee kuutamatisha huu mwaka na kukaribisha mwaka 2026. Shukrani za dhati kwako mtazamaji na mfuatiliaji wa Data Sports kwa kuwa nasi kuanzia Januari mpaka hivi sasa Disemba. Zimesalia siku chache sana kuweza kuutamatisha huu mwaka na kuingia 2026. Ninayo taarifa njema ya kukujuza kutoka Jabaya Solution. Hawa ni mabingwa wa kusafirisha bidhaa na mizigo kutoka Guangzhou, China mpaka kwenye ardhi ya hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Lakini kubwa ambalo limetukutanisha hapa asubuhi ya leo ni taarifa kubwa kutoka mitaa ya Twiga na Jangwani kutoka kwa wananchi. Wanasema tayari wamekamilisha kila kitu, na tunayo sauti ya rais wa klabu ya Yanga Engineer Hersi Said akithibitisha hilo, na ni kweli tayari mambo yamekwisha iva Jangwani. Wananchi na wanachama, mashabiki wote wakae mkao wa kula. Sitakuwa peke yangu, nitakuwa na mwenzangu hapa, na isi mwingine ni Hassan Saddam. Hassan Saddam, kauli moja ya kukoti kwamba leo ni Jumatatu ya mwisho ya mwaka 2025. Hatutoiona tena Jumatatu. Tukiona Jumatatu nyingine ni mwaka 2026 ambao ilikuwa Januari. Tuna hamu na Januari. Baada ya mwezi wa 12 masherehe nini unamaliza na unaisubiri Januari. Zimesalia siku mbili pekee tunaweza kusema. Naam. Hasani, mimi na wewe tunafahamu kitu ambacho tunaenda kuwaeleza watazamaji wetu wa Data Sports. Kwa kitu ambacho umekisikia alichokizungumza Engineer Hersi, wewe kimekupa alati gani kichwani mwako? Ukiachana na kwanza, kabla hujamwekea mtu kumsikiliza Engineer Hersi, kwanza kuna taarifa ambayo imetoka rasmi kwa Yanga kwamba wao tayari washamaliza kufanya maelekezo ya mwalimu, benchi la ufundi maelekezo yao wao wamemaliza. Na maana sasa kazi iliyobaki tu ni kuanza kutambulisha. Kwa kupitia kauli ya Engineer Hersi ambayo tutakuja tumwekea mtazamaji amsikilize vizuri, ni Engineer Hersi akiwa anamaanisha kwamba Yanga wao vitu vyao wanamaliza kabla ya muda. Kinachobaki tu ni kutambulisha kwamba bana tuna fulani. Hiyo ndo kauli ya Engineer Hersi ambayo unaona ni taasisi iko vizuri, inafanya vitu vyake professional. Huyo ni Hassan anasema taasisi iko vizuri na inafanya mambo yake professionally. Hao ni Dying Africans, ukipenda waite wananchi. Mr. Paku waweke sauti ya Engineer Hersi, mashabiki wanachama wa Yanga waweze kumsikiliza, lakini na wafuatiliaji wote wa Data Sports wamsikilize Engineer Hersi kila kitu ambacho ameweza kukizungumza. A number of players that they're part of my heart. I love Okello. I've been following him for a very long time, since he was playing in Uganda before even he signed in Algeria. I was following him. Oh, you are following him then? Oh, yeah. No, let me tell you. I came to Uganda in 2019 to watch two boys. Yes. 2019, Yes. Sekafa. I came to watch a left back called Mustafa Kiza. Top left back. I came to watch Alan Okello. And the third player, do you want me to mention? Please, Mr. President. One of my best, Bobos. Biaruhanga. Oh, yeah, top. Yeah. So it's something that, excites me when it comes to Uganda national team. And those two boys, they're still in the national team. I know Mustafa is coming back. And I know that he has all the potentials, and I like him so much. So those are the three boys that I normally follow, but I've got more that I know in the national team, and they're doing very well. And I would... Who is the next young Ugandan player to wear that young African? Very soon. Get ready, my brother. If it's not this January, it's going to be June. Big player? Yanga is not going for junior player. Hiyo ni kauli ya rais wa Yanga Engineer Hersi Said. Unajua hii lugha ni lugha ambayo imekuja na meli. Kuna watu walikuwa wanasema hizi lugha zimekuja na meli. Kwa hiyo tuweke mambo sawa, ili tuende sawa na watazamaji wetu wa Data Sports. Ukisikiliza alichokizungumza Engineer Hersi, anasema mtangazaji kwanza alimuuliza kwamba tutarajie mchezaji wa Uganda ndani ya Yanga. Akaelezea kwamba 2019 alishawahi kufunga safari kwenda nchini Uganda wakati michuano ya Sekafa ikiendelea, kwenda kuwatazama wachezaji watatu. Miongoni mwa wachezaji watatu yupo mchezaji mmoja anaitwa Alan Okello, na wengine alikuwa ni Mustafa Kiiza left back pamoja na Bobosi Biaruhanga, mchezaji mmoja makini sana. Kwa Engineer alifunga safari kwenda kuwatazama wachezaji hao watatu, lakini jina la Alan Okello ndio jina ambalo linatajwa sana hivi sasa kwamba anaweza kujiunga na Yanga. Sasa kuna swali pia akaulizwa, je, tutarajie mchezaji wa Uganda kumuona ndani ya Yanga? Akasema
Yes, very soon if it's not January maybe June, kwamba hivi karibuni kama sio Januari basi tusubiri mwezi June. Tunafahamu. Unataka kuongezea kitu? Nataka niulize hapo, amemalizia kwa jamaa akamuuliza a big player, alimuuliza a big player. Akaambia Yanga is not for junior. Yes, Yanga is not for junior. Yanga inahitaji watu ambao ni mature. Yanga sio kwa ajili ya watoto, kisema junior na watu vijana na nini. Yanga is not for junior, kwa maana Yanga is for big players. Ina maana kauli inakuwa imemaliza kwamba it needs big players. Hasani, ukitazamia tumeona Engineer Hersi ameturudisha mpaka mwaka 2019. Amefunga safari kwenda kuwatazama wachezaji hao watatu ambao tunaweza kuwataja: Alan Okello, Mustafa Kiza na Bobosi Byaruhanga. Hivi sasa tulianza kusikia tetesi huyu wa Alan Okello akihusishwa na watani wao wa jadi kwa maana ya Simba. Tetesi zikavuma, baadaye zikaisha, tukasikia kwamba Yanga wameingilia dili na tayari mambo yanaenda vizuri. Kwa asilimia kubwa zaidi Alan Okello anaweza kuwa Mwananchi kupitia dirisha hili dogo la mwezi Januari. Tumetazamia Engineer Hersi kwamba licha hizi tetesi kuwepo, kumbe yeye mwaka 2019 sasa hizi ni 2025, tunazungumzia miaka 6 tayari alienda kumspotlight Alan Okello nchini Uganda. Anakuambia kabla hata hajaenda Algeria ambako alienda Farado, alikitokea KCC ambako alienda kule. Yes, mwaka 2020 hadi 23. Yes, Engineer Hersi ana taarifa zake. Kwa hiyo ina maana ni mchezaji ambaye alikuwa anamfuatilia taratibu, yani kujua kiwango chake kimepanda, kimeshuka, anaenda taratibu. Kwa hiyo ni Engineer Hersi. Lakini miongoni mwa kuna ulimesema kuingilia dili iliwahi kutokea kwa Musa Bala Conte kama unaikumbuka. Taarifa zote zilikuwa zinasema Musa Bala Conte shamalizana na klabu ya Simba. Lakini Yanga wanakuja wanakuambia sisi tushamalizana na Musa Bala Conte muda mrefu. Kwa hiyo inaweza katokea hata hivyo kwa Alan Okello kama maana Simba ndio walikuwa wa kwanza. Kama unakumbuka jina la Alan Okello lilitajwa mitaa ya Msimbazi mapema mno kabla hata Yanga wao hawajasikika. Lakini leo kama Engineer Hersi anatoka anakuambia tangu 2019 namfuatilia mchezaji mmoja, ana taarifa zake mpaka anakuambia ana taarifa zake kuhusu kwenda Algeria. Kwa ina maana unaona ni mchezaji ambaye anamfuatilia vizuri. Na tukimzungumza takwimu tu za Alan Okello, ukiangalia msimu uliopita ndo amekuwa mfungaji bora katika ligi ya Viper, ligi ya Rwanda ya Uganda, katika klabu ya Vipers akifunga goli 19. Unayemzungumzia Alan Okello kabla ukianza kuzungumzia safari yake akiwa na KCC ambako alicheza mechi 112, kwenye mechi 112 alifunga goli 39. Akiwa na KCC alikuwa na tuzo nyingi sana ambazo ameweza kupata akiwa na KCCA. Akija huku ambao na Vipers amekuwa ni mchezaji ambaye alikuwa na kiwango bora. Ukiangalia kwa wao ndani ya KCC katika mechi 30 walizocheza wamefunga goli 48. Yes, kumradhi 48. Yeye katika 48 yeye pekee yake amechangia goli 23 ambao ukimwangalia kila wastani ana goli moja kwa kila mchezo. Huyu ni Alan Okello, unamuona ni kiungo, ni winga wa aina gani na ni viungo wa kisasa. Akiingia ndani unamuona uhatari wake ulivyo mkubwa. Kwa hiyo unaona ana mchango mkubwa ndani ya klabu ya Yanga endapo kama deal lake litakuwa limekamilika. Lakini ukisikia tu kauli ya Engineer Hersi unaona kabisa kuna kitu kama anakuambia kama sio Januari basi ni Juni, na maana unaona kabisa kwamba hapa kuna kitu, kuna uwezekano mkubwa zaidi wa Alan kutoa Yanga. Na ambapo umesema vizuri kwamba Yanga wao washamaliza swala la kufanyia kazi kazi alioachia na benchi la benchi la ufundi. Hapo namzungumzia mapendekezo ya mwalimu. Labda mwalimu amefika, kumbuka mwalimu yeye ameikuta timu tayari ishafanya usajili, hajafanya usajili wowote. Kwa ina maana yeye ameingia anakuambia mimi namtaka fulani kuongeza nguvu kuelekea dirisha kubwa ambalo ndilo anaweza kawa huru sasa yeye kufanya sajili zake. Lakini kwenye hili dirisha dogo ni swala la kuongezea pale ambako anaona kuna mapungufu. Labda anaweza kuambia sasa nikiona kwenye kiungo la mapungufu nahitaji kiungo mwingine, labda kwenye eneo labda defense line nahitaji mtu labda pale namba 6 akisema labda waliopo hawanitosheleze. Kwa hiyo kinachofanyika kwenye dirisha dogo siku zote huwa so usajili mkubwa ni usajili mdogo kwa ajili ya kukamilisha mapengo yale. Aidha mwalimu amefika anaona labda wewe namba ina watu wa kutosha, lakini akiwaangalia akisema hawa mimi siwezi kufanyaje kwenda nao, nataka mniongezee fulani na fulani. Kwa hiyo Alan Okello naye kama ukisikia kauli ya Engineer Hersi na aksi ya kweli, kama anatua mitaa ya Twiga na Jangwani atakuwa na mchango mkubwa zaidi. Kuna siku nilikuwa nikijadiliana na rafiki yangu mmoja, naye ni mtu wa soka, nafuatilia sana masuala ya football. Nikamweleza moja ya siri ambayo watu wengi hawajaifahamu ndani ya Yanga ni kutokana na sajili zao ambazo wanazifanya. Frontman amekuwa ni Engineer Hersi Saidi. Yaani tumekuwa tukimshuhudia akienda West Africa, mataifa ya Ivory Coast, mataifa ya Ghana, Cameroon,
anakwenda huko kote kutafuta wachezaji. Dirisha linakuja kufunguliwa, wao tayari walishamaliza sajili zao. Tena wachezaji wa ndani hapa ndio huwa hawasumbui kabisa. Hivi sasa kuna mchezaji asiyetamani kucheza Simba na hakuna mchezaji asiyetamani kucheza Yanga. Yani huo ndio uhalisia ambao upo kwa wachezaji ambao ni local players, wachezaji wetu wa ndani. Sasa linapokuja swala la wachezaji wa nje, inapaswa mtu kutoa muda zaidi kuwafuatilia wachezaji wale. Tumesikia hapa Alan Okello kaanza kufuatiliwa 2019 kwenye michuano ya Sekafa. Kumbuka Alan Okello alianza KCCA wakamuuza kwenda Paradu ya Algeria. Wakaona hapati nafasi ya kutosha, akatolewa tena kwa mkopo kwenda KCCA, baadaye akaja kuuzwa kwenda Vipers. Kwa natazamani mchezaji ambaye ndani ya muda mfupi amejaribu kupata pia exposure ya kwenda nje ya Afrika Mashariki, maana kaenda kaskazini Algeria, kupata muda mwingi wa kucheza, karejea KCCA, kaenda Vipers na yuko pale tayari amekushajitengenezea ufalme wake kwenye kikosi cha Vipers. Pengine hii siri ya Yanga kupata mafanikio kwa na utawala kwenye soka letu la Tanzania, siri yao kubwa unaungana na mimi kwamba inakuwa kwenye sajili za wachezaji ambao wanakuwa wanazifanya, haswa frontman akiwa ni Engineer Hersi, yeye mwenyewe anakwenda kukamilisha kila kitu. Lakini naweza nikakupa tu mfano mzuri. Unaona taasisi inavyoendeshwa. Taasisi na Tuashumu tu ni duka lako binafsi, wewe ndio umetengeneza duka. Ile duka wewe ndio unabidi ulisimamie. Unapomweka mtu mwingine alisimamie, hata kuwa na machungu ya kufanya kazi ile kama wewe ambavyo ungelikuwa unafanya. Engineer Hersi yeye, kumbuka pale wao yeye ndio kiongozi. Chochote kitakachofanyika Mawa anadondoshewa yeye. Sio kama kwa upande wa pili, upande wa Simba hamna utakaye mdondoshea lawama, kwa sababu anaweza kuambia mimi sijahusika. Hapo ni mwenyekiti wa kurugenzi wa bodi anakuambia mimi sijahusika, mzee wetu Magoli. Baadaye labda Murtaza naye anakuambia, wanachama anakuambia ili mimi sijafanya. Kwa hiyo pale kuna watu wawili, labda aliyefanya ni rais wa heshima, labda mimi ndo nimemsajili mchezaji fulani. Kwa hiyo nikiamua naondoka naye, unapata hiyo kauli. Lakini unapokuja swala la Engineer Hersi, yeye anaanza mapema kuandaa chakula chake ili watu watakao kuja kula huku wafurahie nini mapishi. Kwa mapishi anaanzia chini. Anakuambia kama mapishi anaanza kumfuatilia mchezaji 2019. Leo tunavyozungumza ni 2020 na ngapi? 25. Tunaelekea 2026 Januari, ndipo mchezaji endapo anaweza kusajiliwa ni ndani ya mwaka 2000 na ngapi? 26. Kwa ana muda mrefu amemfuatilia mchezaji kwanza, ina maana anamjua nje ndani. Unaelewa maana kumjua nje ndani? Yaani anajua chochote mchezaji anachokifanya. Hata akimleta Yanga anajua nikimleta kuna kitu atakifanya. Ndio maana ukirudi nyuma kuna sajili, kuna wachezaji waliokuja hapa wakubwa lakini hawakufanya vizuri. Huenda labda zile sajili zao huenda nyingine ni za haraka lakini sasa anapokuambia kama mchezaji amemfuatilia ni wangapi amewafuatilia. Kwa ina maana kama amekuweka kwenye target na mtaka mchezaji fulani, tunaanza kujipa muda wa kumfuatilia. Unakuta unajua nilikuwa nakwambia mfano nilikuwa namwangalia Depu ambaye alitakiwa kusajiliwa na Yanga. Ukiangalia ule mchezaji ni mzuri, lakini ni mchezaji wa nini? Wa tournaments za Marovu 6 games zikiwa nyingi sana, ni mechi 6-7. Ukibahatika kwenda parefu ndio ile umefika mpaka finali. Hapo ndio umecheza mechi nyingi, lakini zobaki ni mechi chache. Labda unaingia kwenye mechi na makundi mnacheza mechi 3 tu kaka. Mechi 3 labda umekuwa mfungaji. Mimi ile hainitoshi mimi kukuambia kwamba yule ni mfungaji bora. Tunabidi tukupe muda. Muda tunakupaje muda? Ni kuendelea kucheza mechi labda ligi ambayo ni muda mrefu, tunaendelea kutazama taratibu. Kwa hiyo Engineer Hersi sajili zake anazozifanya hakurupuki. Ni mchezaji unafuatiliwa taratibu, kiwango chako kinaendaje kuanzia nje mpaka ndani. Ndio maana nakwambia leo wachezaji, ukaribu wa Engineer Hersi na wachezaji ni zaidi ya baba na mtoto. Kama unafuatilia wachezaji, Engineer Hersi aliweza kucheza na wachezaji Karata wakiwa wanaelekea Algeria, kucheza na JS Kabylie kama unakumbuka. Penye mazoezi ya mwisho, aidha ni mazoezi yapi, unamwona Engineer Hersi yupo anataniana na wachezaji. Unaona niliwahi kuona clip yeye na Dia alikuwa ni Albutwalib Mshere anampigia penalti, Komeni naye anampigia penalti. Unaona ni magolikipa hawajapata game time, lakini wao na viongozi wako vizuri. Kwa ina maana ule muunganiko unaotengenezwa ndo ambacho leo hii kinaendelea kufanya Yanga endelee kuwa vizuri, kwa sababu kwanza idara ya juu iko vizuri. Unazungumzia idara ya uongozi, mashabiki wanasimama na timu yao, wanasimama na viongozi wao, alafu wanasimama na mchezaji wao. Ndio maana tunarudi tu kwenye kesi nzuri. Principal Melelo Dube hakufanya vizuri wakati mashindano yanaanza, lakini ukiona shabiki wote anatoka anakuambia huyu Dube hamna kitu, Dube hafai. Hapana, wala ukusikia kiongozi wa Yanga anakuambia sisi Dube hatumuelewi. Wote walisimama na mchezaji. Kwa hiyo ina maana anachokifanya Engineer Hersi, anaanza anatengeneza umoja, alafu anaenda kufanya sajili zake taratibu. Kwa hiyo ina maana ukisikia sajili sio za kukurupuka. Leo unaweza kusikia
nilisikia kauli kwamba leo klabu ya Simba ukiwasumbua tu kidogo wanakusajili. Kwa hizo ni sajili za kufanya za kurupuka. Kwa ili usajiliwe Simba lazima wasumbue kauli sijasema mimi. Usije kanikoti vibaya. Sijasema. Umefanya quotation ndio narudia ulichokisema. Kwamba ukimsumbua Simba wanakusajili. Wakatolea tu mfano mzuri. Mtu kama Arabishi tunampa tu mfano mzuri. Yes. Meneja Dimitar Pantev akiwa na Gaborone United aliwasumbua Simba home and away. Baadaye wakamsajili kama meneja mkuu. Yes. Leo tunamuona Steve Barker naye amewasumbua Simba akiwa na Stellenbosch. Katika mechi ya kwanza hapo waliibuka na ushindi, wakaenda kule ikawa kimbembe kingine. Leo hii ni kocha. Kwa hiyo mtu anaweza nikampa tu ushahidi, lakini ni quotation ya maneno ya watu ambao wamezungumza. Kwa hiyo unaweza kaona ni Yanga wao wanafanya kila kitu mapema kabla kabla muda. Inapokuja swala la usajili sasa ni kutambulisha kuliko ile pupa, labda mfano kama saizi AFCON inaendelea. Unavyoitazama AFCON, labda viongozi wa Simba wamemwona mchezaji, kesho yake umeshangaa deal done, huyu hapo Tanzania. Pasina kujua labda ana majeraha, labda ana matatizo gani. Kwa hiyo anachokifanya Engineer Hersi ni kumfuatilia mchezaji taratibu, mwisho wa siku ndio tunakuja kumuona kiwanjani. Hapa nitajaribu kufanya comparison. Ukizungumzia moja ya vilabu ambavyo vina mafanikio makubwa sana hapa duniani, uweze ukaiacha Real Madrid. Real Madrid ya Florentino Perez. Perez pia amekuwa, tuseme Engineer Hersi amekuwa akijaribu kupita kwenye njia za Florentino Perez, kwamba wachezaji ambao wanakuwa wanasajiliwa yeye mwenyewe ndo anakuwa ni frontman, anaenda mbele kufuatilia na kufanikisha sajili zao. Ndio unapozungumzia Madrid, kuna mtu kama Rodrigo, kuna mtu kama Jude Bellingham, una mtu kama Kylian Mbappe. Hizo zote ni sajili ambazo Florentino Perez amekuwa akitoka mwenyewe anakwenda anafanya. Lazima imekuwa ni sajili ambazo ni bora zaidi ndani ya Real Madrid. The same thing ambayo tunaishuhudia ndani ya Young Africans, kwamba baadhi sajili nyingi ambazo zinafanyika kwa asilimia kubwa huwa zinakuja kuwalipa Yanga. Hata ndio zipo ambazo zinafeli, lakini sio kwa ukubwa huo ukilinganisha na vilabu vingine. Tunarudi kwa Alan Okello ambaye ndiye mtu anayetajwa zaidi, na hata kauli ya Engineer Hersi bado imekuja ku cement kwenye kitu ambacho kinaendelea hivi sasa. Nafasi ya Alan Okello iko wapi ndani ya Yanga? Nafasi ya Alan Okello ndani ya Yanga unaiona ni kubwa. Uwezekano wao kupata ni mkubwa, kwa sababu kiangalia walio kuepo kina Celestine Eku, upinzani wake labda angelikuepo Clement Mzize, kwa sababu muda mwingi ukiachana Clement kuchezeshwa na kama namba 9 kuna muda anatokea pembeni. Ukiangalia Clement Mzize bado yuko nje. Kwa hiyo uhakika wa yeye kupata namba, kwa sababu bado kuna ingia toka. Ukimwangalia huyu alotoka Tabora ambaye kwa sasa ni TRA United, nani huachana na alio kuepo Ofen Chikola, hajapata game time. Kuna bado mwalimu sina uhakika kama mwalimu tayari ameridhika naye kwamba huyu ndo starter, kwa sababu ukiangalia bado hajamuanzisha. Kwa hiyo ukiangalia kwenye namba anaocheza Alan Okello ana nafasi kubwa ya kucheza muda wote. Kama mwalimu asipomchezesha kama winga, anaweza kumuingiza ndani akacheza kama namba 10 kumsaidia Pacome, ambaye anaweza Pacome akatokea pembeni na Yanga ikafanya kitu. Kwa hiyo namba yake ndani ya Yanga naiona ipo, kwa sababu waliopo sijasema hawatoshi wala lakini anaweza kaleta ushindani, na ule ushindani ukipewa game time, ukipewa dakika zako 70, kwa zile dakika zako 70 ukafanya maajabu, mazoezi ukafanya vizuri, sina shaka kama kuna mwalimu yoyote atashinda kumwanzisha mchezaji wa hivyo. Ni kutokana na numbers. Ukiingia uwanja ile unapopewa game time unafanya nini? Wanakuambia Celestine huko tumempa game time, amefanya nini? Kinajulikana alichokifanya. Let's try huyu ambaye tumemsajili ni labda itakuwa ni sajili mpya, lao tuweze kusema ni changa mpya na ingizwa kwenye nini? Kwenye kikosi. Miaka 25 amezaliwa 2000 huyu. Kwa hiyo miaka 25 bado ni kijana mdogo. Gen Z 25 size. Watoto 2000 Gen Z. Watoto 2000. Yes, kwa hiyo unamwona bado ni kijana, damu inachemka. Kwa hiyo ana uwezo akipata namba, na ukiangalia ni mtu wa kujituma, ana spirit ya kufanyaje, ya kufight. Kwa hiyo kama mchezaji ana spirit ya kufight, akifanya vizuri mazoezini, akifanya vizuri akapewa game time, naamini mechi zake 3 kwa kiwango alichonacho, kwa numbers kama kila kwenye game 30 alizocheza, wastani wake wa kufunga ni goli moja kila mchezo. Yes, ni wastani mzuri kwa tena sio bora ungesema ni mshambuliaji. Unajua mshambuliaji ndio lazima wastani kwamba kila mechi anafunga. Huyu ni kiungo, ni winga wa pembeni. Kwa hiyo ina maana kama ana wastani wa kufunga kila mechi, kwa unaona ni mchezaji wa aina gani, au ni mchezaji wa kaliba gani, au ni mchezaji wa kiwango gani atakapotua ndani ya Yanga. Ukiona kama ni mzuri akikati kuingia ndani akalitazama goli, anaweza kushuti mashuti mbali, anaweza kupiga, ukiachana kwamba alikosa penalty kwenye mechi yetu
tuseme Almano, tushukuru Mungu kwamba alikosa nini? Alikosa penalty. Au unasemaje? Mimi nasema namshukuru Mungu kwa sababu alikosa penalty yetu. Wenda angelitufunga ingelikuwa zahama nyingine, ila kwa sababu hakutufunga. So mbako unaona ni mchezaji kama anaweza kupiga set pieces, anaweza kupiga penalty, kwa unaona ni mchezaji mzuri kiasi gani. Kitu kimoja unachokipenda kwa Alan Okello, kimoja kutoka kwake uwanjani pale tunazungumzia, yupo serious sana na kazi yake. Ndio, yupo serious sana. Ukimtazama sio wa mtu wa masiara sana. Ukimtazama kuna kama faul kwenye mechi ya jana ambayo nimemwangalia vizuri zaidi, ilikuwa ni mechi ya Tanzania na Uganda. Kuna alikutana na Baka mara nyingi. Ulikuwa ukiona wakati alikutana na Baka, kaweka wangumu, kwa hiyo pale ilikuwa ni sura za kazi zinakutana. Kwa hiyo nasema nani anafanya dribbling nzuri, nakapenda hicho, anaweza kukusanya mabeki hata watatu mpaka wawili. Kwa unaona akiwa na mpira na uwezo wa kuhold vizuri. Mimi kitu ninachokipenda kutoka kwake ni kitu alichokuwa anakifanya Stefan Aziz Ki, shooting ability. Uwezo wake kupiga mashuti, anapiga makombola yale, makipa wasipokaa vizuri basi anaweza tunaokota nyavuni kila siku. Huyu alikuwa ni Hassan Saddam, langu jina ni Aloisi Sagara. Nyuma ya kamera ni Pako anasema kwamba Engineer Hersi ni Perez wa Bongo.